Hola. Sehemu iliyotangulia niliishia kusema kwamba dhambi pekee ambayo inamfanya mtu asimuone Mungu ni dhambi ya kutokumwamini Yesu. Kumwamini Yesu manake umekubaliana naye, umekubaliana na ajenda yake, halafu ukaiweka moyoni mwake ile ajenda yake, halafu ikawa ndio maisha yako, ukabadilisha maisha yako sawasawa na vile Yesu anavyotaka ubadilishe maisha yako. Huko ni kumwamini Yesu. Kumwamini Yesu sio kwa ajili ya lengo tu la kupata faida za kimwili, kupona magonjwa, kupata miujiza, ishara na maajabu, matendo makuu, kupata vitu. Sio lengo pekee la kumwamini Yesu. Actually lengo la kumwamini Yesu ni kuwa connected na Mungu. Badala ya kuwa connected na vitu vilivyo hapa duniani, mtu anakuwa connected na Mungu ambaye ndio mwenye vitu. Mungu ndio mwenye kila kitu hapa duniani. Okay? Kwa hiyo nimelimalizia kusema kwamba habari ya dhambi, Roho Mtakatifu anauprove ulimwengu kwa habari ya dhambi. Anawaprove watu ambao hawajamwamini Yesu kwa habari ya kwamba dhambi pekee inayowazuia, itakayowazuia kumwona Mungu ni hiyo ya kutokumwamini Yesu. Anasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawakumwamini yeye, hawakuniamini mimi. Kitu cha pili anasema kwa habari ya haki, kwa habari ya dhambi, kwa habari ya haki na kwa habari ya hukumu. Anasema kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala ninyi hamtaniona tena. Sasa kwa habari ya haki, Roho Mtakatifu anawaprove watu waliookoka kwamba ni watu ambao wamehesabiwa haki na Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu alikwisha kukamilisha kazi ya kuwahesabia watu haki. Ndiyo hasa point ambayo mwandishi hapa anaiweka, ambayo Bwana Yesu anaiweka. Anasema kwa habari ya haki kwa sababu mimi Yesu nilikuja duniani nikafanyiza haki, nikalipa gharama ya haki yako wewe kwa Mungu. Ilikwisha kulipwa ile gharama. Umekwisha kuhesabiwa haki ukiniamini. Kwa tunarudi kwenye ile pointi ya kwanza. Ukishamwamini Yesu unahesabiwa haki. Kwa unahesabiwa kwamba wewe ni mtu ambaye unakubalika na Mungu. Unapata kibali, unapata upendeleo kutoka kwa Mungu. Actually hiyo kazi ya kumhesabia mtu haki bure ni kazi ya upendeleo. Mtu anapendelewa, anapewa kitu ambacho hakustahili kupewa, anapewa haki. Yaani kana kwamba hakuna doa katika maisha yake. Hiyo ndiyo habari ya haki. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni wakati wote kumprove mtu, yaani kumhakiki mtu, kumwambia mtu aliyeokoka kwamba wewe ni mwenye haki wa Mungu. Kumbuka hili ni tatizo moja kubwa sana. Mara nyingi mtu akiwa amekutana na changamoto kwenye maisha hukimbilia kudhani kwamba Mungu ndiye aliyezisababisha zile changamoto. Mungu amemwadhibu kwa sababu hakutimiza labda majukumu fulani. Lakini Mungu hakuadhibu wewe. Mungu hakuruhushi wewe magonjwa. Mungu hasababishi matatizo katika maisha yako. Hasababishi matatizo katika kazi yako. Sio Mungu huyo, sio kazi ya Mungu hiyo. Sio role ya Roho Mtakatifu hiyo. Iko very specific role ya Roho Mtakatifu leo. Ni kazi ya kukuhesabia wewe haki. Unahitaji sana kusikia kwamba wewe umehesabiwa haki. Sana, yani ikiwezekana full time. Kwa sababu maisha tunayoishi duniani hapa ni maisha ya kukataliwa wakati wote. Ni maisha ya kuwa condemned. Watu wanakupimia kwa jinsi wanavyokuona, kwa jinsi wanavyofikiria wao, wanavyodhani wao.
Siku moja tulikuwa tunafanya mchakato wa kusajili huduma. Saizi namshukuru Mungu kwamba huduma yetu ya Stawi Christian Ministry imekwisha kusajiliwa, ni huduma rasmi. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa uhuru kabisa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetupa kibali cha kufanya kazi tuliyoomba kuifanya. Mungu awabariki sana hawa ambao wameshiriki katika kutimiza kusudi la Mungu la sisi kufanya kazi ya ufalme. Sasa nikuletee mfano mmoja. Wakati tukiwa kwenye mchakato wa kutafuta usajili, tulikwenda kwenye taasisi moja ambayo bila hiyo taasisi hauwezi kusajiliwa. Sio taasisi ya kiserikali, ni taasisi ya kidini. Hao watu ni watu wa dini, ni Wakristo, wanasema wameokoka. Kwa hiyo mimi sikwenda physically kwa sababu ilikuwa ndo hatua. Ukitaka kuomba ruksa ya kusajiliwa, ukitaka kupeleka application zako kwa msajili, lazima upitie kwa hao. Hilo taasisi ni taasisi ya kidini ya Kikristo na walokole. Kwa hiyo mimi sikuwa nimeenda kwa sababu nilikuwa na shughuli nyingine. Ndugu zangu wawili hao wakaenda kule, wakapeleka makabrasha yao, wakapeleka CV, wakapeleka na hizi katiba na kanuni na kila kitu, dokumenti zote zinazohitajika wakazipeleka kule. Walipofika kule, yule mhusika alikuwa anapokea zile dokumenti, ambayo mimi niliashumu kazi yake ni kupokea dokumenti, kuzikagua dokumenti na kuziwasilisha kule kwa msajili. Na yule mtu alichokifanya, akaanza kuangalia CV. Akasema, huyu mwenyekiti, mimi ndo mwenyekiti wa Stawi Christian Ministry, huyu mwenyekiti wenu huyu aliokokea wapi? Wakamwambia, aliokokea sehemu fulani. Akasema, kule alikokokea kule huwa hawaokoki wale watu. Wale watu huwa hawaokoki, sisi hatuwatambui. Akazidi kuangalia, maana nilikuwa na CV ya wokovu, yani nimeokoka. Very inasikitisha sana. I needed to prove my salvation to that person. Akasema, alikuwa anaenda kwenye hili kanisa hili. Hili kanisa sisi hatulitambui. Hatutambui hao watu kama wameokoka. Kwa yule mtu alinivua mimi wokovu. Vulia mbali wokovu, kwamba huyu hajaokoka, kwa mtoeni kwenye uongozi. Wakanitoa kweli. Yaani wale watu, ili tuweze kusajiliwa, wakatoa jina langu pale kwa yule mtu. Kwa nini? Kwa mujibu wa yule mtu, watu hawaokoki mpaka wao wanaenda kanisani kwao. Maana yake nini? Yaani watu hawahesabiwi haki mpaka wawe wanakwenda wameokokea kanisani kwao, wamebatizwa kanisani kwao. Ndio maana nasema sasa, hao ni Wakristo hao. Hao ni watu ambao ungeweza kufikiri watakupa ahueni. Tunapambana na watu ambao pengine unadhani hawa hawezi kutusaidia, lakini unashangaa walivyo mstari wa mbele. Wanataka msajiliwe, muisaidie serikali, mfanye kazi ya huduma, mwahudumie watu wanaohitaji huduma. Hawa waliokoka wanafuta wokovu, sema huyu hajaokoka, huyu hawezi kufanya kazi ya huduma, hawezi kufanya kazi ya Mungu mpaka awe alibatizwa kwetu, mpaka awe aliokokea kwetu. Kule alikokokea kule hatukutambui kule. Siku hiyo nilikasirika kweli kweli. Yani that was the anger of the Holy Spirit, kwamba wewe ni nani ambaye unaamua